Mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Lakini kabla ya taarifa hizi za ndani, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe ikiwa uwe ni mgeni, na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka Tanzania ITV kila wakati. Cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like button ambayo ipo hapo chini, na karibu ni kueleze vile kumewaka. Sasa siku ya leo ilikuwa siku ya Jumamosi, tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026. Vile mnajua, muasisi ama mwanzilishi ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza katika chama cha Chadema anaitwa Edwin Mtei alipumzishwa siku ya leo nyumbani mwake. Sasa yale ambayo tumeelezwa siri za ndani ni kwamba kituo cha polisi ambapo kiongozi wa Chadema yupo kule Ukonga, Tundu Lissu, kinadaiwa kuvamiwa na Watanzania ambao walivamia kituo hicho na kuwakisha moto, kuomba serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu ili akaweze kuhudhuria mazishi ya mwenda zake Edwin Mtei ambaye alikuwa mwenyekiti wa kwanza katika chama cha Chadema. Hii ni ishara tosha kwamba wengi wako na machungu nchini Tanzania kwa kufungwa kwa Tundu Lissu gerezani kwa muda huu mrefu, kwa miezi 9 sasa. Wakaamua wakaenda pale kuwakisha moto, kuomba serikali ya Samia kumwachilia huru Tundu Lissu ili naye akaweze kuhudhuria mazishi ya mwenda zake mwenyekiti wa kwanza katika chama cha Chadema Edwin Mtei ambayo yalifanyika siku ya leo. Lakini tunataarifiwa ya kwamba juhudi hizo hazikufua dafu, hazikufaulu. Hata wakati tunapoenda hewani kutoka eneo hili la Mbeya, tunaweza kudhibitisha kwamba Tundu Lissu hakuweza kuachiliwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ili akaweza kuhudhuria mazishi hayo. Lakini tunataarifiwa ya kwamba Tundu Lissu aliamua kuhudhuria mazishi hayo kupitia ujumbe ule ambao aliweza kuutuma, na ningependa kuusoma kwa sababu ujumbe aliweza kuandika akiwa gerezani, kwa sababu hakuruhusiwa kwenda pale, na ujumbe huo ukasomwa kwa waombolezaji wale ambao waliweza kuhudhuria mazishi ya Edwin Mtei. Ujumbe wa Lissu uliweza kusomwa rasmi. Ikumbukwe Tundu Lissu ni kiongozi wa Chadema sasa hivi. Aliweza kuwakilishwa na naibu kiongozi wa chama hicho ambaye anaitwa John Heche, na ujumbe uliofika kwa waombolezaji wa Tundu Lissu unasema hivi baada ya kuandikwa kule Ukonga gerezani: Edwin Mtei, mjezi wa nchi, kiongozi wa mfano. Hayo maandishi yakaandikwa na Tundu Lissu mwenyewe, akasema: Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe na wanafamilia wa marehemu Edwin Mtei, viongozi, wanachama na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu na wananchi, waombolezaji, mabibi na mabwana. Nimepokea taarifa za kifo cha mwenyekiti, mwanzilishi na muasisi wa chama chetu marehemu Edwin Isaac Mbiliewi Mtei. Kwa masikitiko makubwa katika hili, nafikiri sitakosea nikisema kwamba siko peke yangu. Hata hivyo, naombeeni mniruhusu niwape pole nyingi watoto, wajukuu, ndugu na wanafamilia wa marehemu mzee Mtei. Salamu hizi za rambirambi zinawahusu pia viongozi, wanachama wa ufuasi wote wa Chadema popote walipo katika nchi yetu na nje ya nchi. Aidha, mzee Mtei alisimama katika mstari wa mbele
kabisa katika harakati za ujenzi wa nchi yetu. Kwa sababu hiyo, salamu hizi ziwafikie pia wananchi wote wa Tanzania katika ujumla wao. Maandiko matakatifu yanatufundisha katika Zaburi 90 mstari wa 10 kwamba miaka ya kuishi ni 70 au tukiwa wenye afya 80. Mwenyezi Mungu alimbariki marehemu Mzee Mtei kwa kumpa ziara ya miaka 24 katika gawio lake la kawaida la miaka ya hapa duniani, na alimzidisha miaka 14 katika nyongeza yake na miaka 10 kwa wenye afya. Du Bois, kiongozi wa harakati za ukombozi wa Afrika duniani, aliandika katika kusherehekea miaka 90 ya kuzaliwa kwake kwamba kama kuishi hakukupi dhamani, busara na maana ya maisha, basi hakuna sababu yoyote ile ya kuishi. Miaka 94 ya maisha ya marehemu Mzee Mtei yalitupa dhamani kubwa, yalijaa busara tele na yalikuwa na maana kubwa. Naomba nikope maneno ya Amiri bin Sudi, au kwa jina lake maarufu Andanenga, mtenzi na mshairi maarufu wa Kiswahili, pale aliposema Mzee Mtei alisheheni sifa nyingi sana njema zisizo idadi za maelfu na mapana, hazipimiki kwa idadi za maelfu iliyopaki sisi kushindana dua. Tumuombe Wadudi amkopee baba yetu kwa fukisho la ubani, udi na uvumba. Kwa hivyo ni ujumbe mrefu, sitausoma wote kwa sababu ya muda, lakini Tundu Lissu aliomboleza kupitia ujumbe ambao ulisoma kwa uombolezaji. Tundu Lissu amezuiliwa na serikali iliyopo mamlakani sasa hivi. Alishakiwa kwa kosa la uhaini, na vile tumefahamishwa mwezi ujao wa pili kesi yake itafufuliwa tena. Tuone ikiwa ataachiliwa ama atafungwa miaka gani, kwa sababu sheria za Tanzania zinasema ya kwamba uhaini ni kifo, hamna dhamana ukipatikana na makosa. Lakini kwa kusema ukweli, Tundu Lissu hajafanya kosa lolote la uhaini, ni vile tu alikuwa na umaarufu mkubwa wa kuwania kiti cha urais, ikaonekana atashinda, akazuiliwa mapema ili asije akawania, jambo ambalo liliweza kusababisha Suluhu Hassan kujichagua yeye mwenyewe pasipopigiwa kura, vile tunajua hapa Tanzania. Kwa sababu hata wale ambao waliweza kushiriki walikuwa wachache, maandamano yakaanza mapema. Kwa hivyo ni machungu makubwa kwa Tundu Lissu kumpoteza mwenyekiti wa kwanza wa chama, lakini hakuweza kufaulu kuhudhuria mazishi hayo, na hatari iliweza kutangazwa mapema kwamba hata Rais Samia Suluhu Hassan asihudhurie ikiwa Tundu Lissu hawezi kuhudhuria, jambo ambalo aliweza kuliheshimu yeye mwenyewe, ila tu akatuma wengine serikalini. Kabla nitamatishe, naomba ikiwa unatazama lakini hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Nitarudi baadaye na ujumbe mwingine wa siri. Asanteni sana.